Tatizo la mashindano kwa wanawake limezaa talaka nyingi sana. Talaka nyingi unazoziona sio watu waliofumaniana, ni watu walioshindwana, kwa sababu mashindano yoyote mwanamume atashindwa tu. Ndiyo, kuna wanaume wajinga na kuna ndoa zimeshindikana kwa sababu ya wanaume wajinga. Nakuta mwanamume ameoa mke amtunzi, amjali, alimuoa tu akitegemea kitu fulani. Unajua kuna mwanamume hataki kazi, anataka ukafanye kazi umletee. Kila siku anakula, anafanya hivi. Mwisho dada wa watu anachoka, ndoa inashindikana. Hata umfanyieje mwanamume abadilike. Lakini nataka nikwambie, kama huyo mwanamume alikupenda yeye mwenyewe na akakutafuta akakuleta nyumbani na ukuaga na hela, alikupenda tu wewe mkaanza maisha, na alikuwa mzuri, mtoto wa kwanza wa pili, akibadilika tatizo sio yeye. Mwanamume ni kama mkate kwenye chai, hana ujanja. Mwanamke uwezo wake mkubwa ni kubakia kuwa mwanamke, sio bakia kuwa legevu, bakia kuwa laini, bakia kuwa wa kimapenzi, wa kimahaba, remain romantic, na bakia kuwa wa kimahaba hata kwa watoto wako, bakia romantic hata kwa majirani. Sauti inamtambulisha mwanamke. Yaani ukija, jamani Angela, za siku nyingi, umependeza jamani. Hizo ni stori za wanawake. Mwanamume tu anasema hero tagwenya. Sisi mahitaji ya kisaikolojia kwa mwanadamu yanalingana mahitaji ya kimwili ya mengine. Kama vile mwili unavyotaka chakula upate kuishi, ndivyo mwanadamu anahitaji emotional needs, mahitaji ya kisaikolojia apate kuishi. Mashindano kati ya mwanamke na mwanamume ni tatizo kongwe katikati ya kanisa na jamii. Jamii inawatengeneza wanawake wenye mitazamo ya kiume. Yaani wanawake wengi wana jinsia za kike lakini wana akili za kiume. Wanawake wengi wana mifumo ya kufikiria ambayo inakinzana na mfumo wa halisi wa maisha. Wanawake wengi wanasomeshwa kuja kutawala wanaume. Mwanamke anaandaliwa na jamii namna atakapoenda kumtawala mmewe. Kwa hiyo watu wengi sana ambao ni wanawake, hata familia, hata wanaume wa baba, wanawatengeneza watoto wao wa kike waende wakawatawale waume zao. Sasa uchaguzi wa wanawake wengi, wanachagua wanaume ambao wanawaweza. Ukimpata mwanamume unayemweza, umeharibu maisha ya watoto wako. Cha ajabu sana, hakunaga mwanamume anayewezwa, uwaga anaamua kuachia territory, anaamua kuacha yaende. Na ndio maana unaona wanaume wengi wanawalaumu wanawake, maana hawa wote wamejitahidi namna ya kufanya hawa wanawake wakae sawa. Unakuta kati ya 10 anapatikana mmoja. Mungu alipokuumba aliset out ndani yako kila kitu. Aliweka nywele, akaondoa kipara, akakuweka ngozi laini. Hata ukizeeka wewe ni laini kuliko mwanamume. Amekuweka kuwa soft, amekupa ngozi laini, amekupa nyama laini ambayo mwanamume hawezi kuwa nayo. Amekufanya hivyo kwa sababu ya ubakie kuwa mwanamke. Unachumbiwa, ndoa ikienda tu kidogo unashangaa, kwa kweli dada, naomba tu tuachane, naona sio mapenzi ya Mungu. Kumbe ameshaona wanaume, amesha kupima akaona huyu hapo ndani apata kaa sawa. Onekana tafu ukianza kuongea soft. Akili yako isipoandaliwa kunyenyekea, haitanyenyekea. Unaanza unaasi jinsia yako. Ningesema you deny your own identity. Unapoikataa identity yako mwenyewe, unakataa wanawake wako mwenyewe, inakuwa kulea sio kitu unachokifurahia, kwa sababu wewe umeshakataa identity. Identity ya mwanamke ni mama, na ndio maana ni muhimu sana kujiombea. Mungu liniumba wa kike, naomba niwe mwanamke. Wewe ni mfano na sura ya Mungu. Biblia inasema kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamke na mwanamume, he created them. Pia aliwaumba kwa mfano wake. Tena anasema huyu mwanamke ndiye atakayeukomboa ulimwengu. Uzao wa mwanamke utamponda shetani kichwa. Mwanamke ameambiwa uzao wako utaokoa. Na Mtume Paulo kule kwa Timotheo anasema kwa maana ataokolewa kwa kizazi chake. Mwanamke ana mlango wa kizazi chake kumponda nani? Nyoka. Na Mariamu ndio maana amebarikiwa kuliko wanawake wote. Na haya sio maneno ya Wakatoliki, ni maneno ya Biblia. Malaika Gabrieli alimwambia Mariamu. Na kwa nini Mariamu amebarikiwa kuliko wanawake wote? Yeye Mariamu kwa kumzaa Yesu, uzao wote wa mwanamke umepokea baraka ya Mariamu. Na huo uzao wa mwanamke ambao unaitwa Yesu Kristo ndio unamponda kichwa nani? Shetani. Na shetani amepondwa kichwa kwa uzao wa mwanamke. Kwa hiyo mwanamke ana mlango wa kutoka kwenye laana ya Adamu.